Chama cha Mapinduzi, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa, vikao vyake vyote walivyokaa na hatimaye kuniteua na kunipendekeza kuwa mgombea wa jimbo la Bukene. Asanteni sana, naomba kuahidi kwamba mtalipa utendaji mwema na uliotukuka ndani ya Chama cha Mapinduzi na kwa wananchi wa jimbo la Bukene. Na shukrani maalum zije kwenu ninyi wajumbe wote wa mikutano mikuu ya kata zote 17 ndani ya jimbo la Bukene. Mmenipa kura za kutosha. Asanteni sana. Naomba tena muendelee kuniunga mkono na kunipa kura za kutosha tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Mama Samia oye! Ndugu zangu, leo hii tuna ugeni wa Mheshimiwa Makamu wa Rais mtarajiwa. Yuko hapa jimboni kwetu. Ametembelea jimbo la Bukene. Anataka kusikiliza mawili matatu ndani ya jimbo la Bukene. Mheshimiwa mgombea mwenza na mgeni rasmi ndani ya jimbo la Bukene, tunashukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Imeendelea kutukumbuka, imeendelea kuleta miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Ipo miradi ya kitaifa na ipo miradi ambayo iko ndani ya jimbo letu. Kwa kuanza, naomba kuanza na mradi mkubwa wa kitaifa. Tunao mradi wa SGR. SGR reli hii ya kisasa itatusaidia sana sisi wana Bukene na wananzega na wanaigunga kuweza kusafiri kwa kutumia muda mchache kuelekea mikoa mbalimbali, ikiwemo mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Morogoro na Dar es Salaam. CCM oye! Lakini mradi huu wa SGR unaenda pia kutoa ajira kwa vijana ambao watajiajiri katika mchakato wa ujenzi wa reli hii, na ajira nyingine ya kudumu zitakuwepo wakati wa uendeshaji wa reli hiyo. Sambamba na hilo, jimbo letu la Bukene ndio jimbo pekee ambapo mradi wa SGR umepita. Kati ya majimbo matano, mawili wilaya ya Igunga na matatu ndani ya wilaya ya Nzega. Hivyo basi, sisi wana Bukene tumejiandaa kisaikolojia kupokea mradi huu na kuwahudumia wenzetu ambao watatumia mradi huu. Tunayo haja kubwa sasa ya kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Barabara ya kutoka Nzega mjini ije mpaka Itobo, ifike Itobo iunganishe mpaka pale Bukene ambao tutakuwa na kituo chetu cha SGR, ili watu hawa sasa waweze kusafirisha mazao pamoja na bidhaa mbalimbali kwa urahisi zaidi, na tutaweza kuhudumia vizuri majirani zetu walioko. CCM oye! Lakini sambamba na hilo, sisi wana Bukene tumejipanga kufanya maendeleo katika barabara mbalimbali. Barabara ya kutoka hapa Itobo, Igusule mpaka Kagongwa ni barabara nyeti ambayo itatusaidia sana kurahisisha usafirishaji wa mazao pamoja na watu ndani ya jimbo letu. CCM oye! Lakini sambamba na hilo, tunatakiwa kupanua wigo mkubwa wa usafirishaji na mawasiliano ndani ya jimbo letu la Bukene. Tunazo barabara mbalimbali ambazo zina changamoto ambazo tumejipanga awamu ya 2025, awamu ya 2030 tuweze kuhakikisha zinapitika kuanzia Januari mpaka Disemba. Barabara hizo ni pamoja na Bukene mpaka Mambali, ya kutoka Mambali kupitia Isijaza mpaka Lubisu, barabara nyingine ya kutoka Tabora, Mambali, Semembela inaenda mpaka Kahama mjini. Barabara hiyo itaenda kugusa maisha ya watu, itaenda kugusa maisha ya wanabukene, na tunatarajia itakuwa na manufaa makubwa sana kwa maendeleo ya jimbo la Bukene. CCM oye! CCM safi! Naomba nijikite kwenye shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, jimbo letu la Bukene tumejiajiri sana kwenye sekta ya kilimo na ufugaji. Lakini pia tunazo biashara mbalimbali ambazo tunazifanya, zinategemea sana ufanyaji kazi mzuri wa sekta hizi mbili. Tumejipanga 2025 2030 kuwa na miradi mikubwa ya umwagiliaji ndani ya jimbo la Bukene. Tumo maeneo ambayo tumeshabaini. Miradi hiyo serikali yetu imeshaanza kutekeleza baadhi ya maeneo, ikiwemo kata ya Sigiri, ikiwemo kata ya Kamayaharanga, ikiwemo Mambali,
lakini tunaendelea kupanua wigo zaidi ili tuweze kuajiri watu wengi na tuweze kutengeneza ajira kubwa kwa watu wa Bukene. Lakini sasa sekta ya ufugaji inakabiliwa changamoto mbalimbali. Uhaba wa majosho yanakuwa hayatoshi na pamoja na machinjio. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na majosho ya kutosha, angalau kila kata tupate majosho mawili kwa ajili ya kuhudumia wananchi wetu wa jimbo la Bukene. CCM oye! CCM safi! Kwa kuwa kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa jimbo la Bukene, tutahakikisha kuwa tunashirikiana na serikali vizuri. Ipo kampuni ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, inaitwa Pass Leasing. Kazi yake kubwa ni kukopesha vifaa kwa wakulima na wafugaji. Tutaenda kukopa matrekta, na mimi mbunge wenu mtarajiwa ni sehemu ya watu ambao wameshaanza kufanya kazi na hiyo kampuni, na nimenufaika mojawapo. Kwa hiyo nitahakikisha na wasaidia wananchi kuwaunganisha na hiyo kampuni iweze kuleta tija katika jimbo letu la Bukene. Ndugu wana Bukene, nao mambo mengi, na kwa kuwa tumechelewa kuanza na mheshimiwa mgeni rasmi ana safari nyingi, atakuwa hapa Bukene kama alivyofika sasa hivi, ataelekea majimbo mengine. Mambo yote ambayo mnatarajia niyazungumze mbele ya mgeni rasmi nitaendelea kuyazungumza. Muda upo, utaendelea kuwepo kwa muda wa miaka 5. Nitaendelea kushirikiana na serikali kuzungumza masuala yote yanayohusu afya, masuala yote yanayohusu elimu, masuala yote yanayohusu maji. Naomba kutumia fursa hii kuomba kura kwa ajili ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba kura za ndio tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Naomba kutumia fursa hii pia kuomba kura za kutosha ili nikaweze kuwa mbunge wa jimbo la Bukene. Naomba kura kwa mgombea ubunge wa jimbo la Bukene ambaye niko mbele yenu, John Stefano Luhende. CCM oye! CCM safi! Naomba kutumia fursa hii pia kuomba kura kwa ajili ya madiwani wa kata zangu zote 17 ndani ya jimbo la Bukene. Naombeni kura kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Wangapi tutapiga kura kwa mama Samia? Samia mitano tena. Wangapi tutapiga kura kwa Luhende? Luhende oye! Luhende safi! Wangapi ndio kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi? Madiwani oye!